Okay, basi tuanze picha yetu rasmi baada ya kupeana mwongozo wa kutosha zaidi. Hii hapa inaitwa The Last Standing Samurai na sound ni ya Faro DJ Baba. Tuingie katika mchezo rasmi. Unajua nini ambacho kinajiri katika burudani bomba zaidi? Wanasema kuna vita ambayo ilikuwa ni kati ya Samurai na utawala ambao ulikuwa kwa wakati huo. Basi vita ilikuwa ni kali barabara. Lakini sasa Samurai walikuwa ni hatari sana, kwani waliweza kuisimamisha serikali. Lakini kabla ya kumaliza kile ambacho ilikuwa ni hatima ya mashindano yao, walihitaji kuingia katika kambi moja kubwa sana ambayo ilikuwa ni kambi ya kiserikali. Na pindi ambapo walifika katika kambi hii, walikisha maliza kila mtu, na sasa ulikuwa ni wakati wa kuanza kusherehekea juu ya ushindi ambao ulikuwa ni ushindi wao kutokana na kile ambacho walikuwa wanakifanya. Lakini sasa kujua balaa kwamba serikali ilikuwa imejipanga zaidi. Kuchukua muda ilianza kutokea milipuko ya ajabu zaidi na milipuko ya hatari zaidi ikiwa inatokea katika anga. Lakini lengo kubwa lilikuwa linahitaji kuhakikisha linaangamiza kila mtu aliyekuwa katika ile eneo. Lakini mtu mmoja tu alikuwa kama masalia na mabaki ya kumbukumbu katika vita ambayo ilikuwa inaitwa Hakusho War. Basi mtu aliumia sana kwa kile ambacho kilitokea. Sasa tunarudishwa kwa bwana mmoja ambaye anaamka katika kumbukumbu. Mtu kwa sasa anaishi na familia yake akiwa na mke pamoja na watoto takriban 2. Lakini sasa kutokana na majanga ya ugonjwa, mke wake kiafya hayuko vyema na hata pia mtoto wake wa kike hayuko vyema. Hivyo alimwomba bwana mdogo mtoto wake wa kiume akalete kitu fulani ambacho ni kama kitaulo ili japo aweze kumsaidia mke wake. Lakini baada ya hapo aliona akiendelea kucheza anaweza akapoteza kila kitu. Hivyo alichukua nafasi ya kwenda katika eneo ambalo ilifadhili upanga wake, akiwa anaamini hiki ni kitu cha thamani kwake ambacho endapo ataweza kuuza basi ataweza kupata kiasi cha fedha ambacho ataweza kuisaidia familia yake. Basi wanasema ni miaka 10. Kama unavyoona hali ilikuwa sio shwari. Hali ilikuwa ya majanga sana. Na sasa saizi kila kitu iko chini ya serikali. Mnyama alifika sehemu moja tu akiwa anahitaji kuuza panga lake kwa mzee ambaye kwa sasa ananunua vitu. Lakini mzee alipomwangalia sema, Mr. Saga, sina sababu ya kuchukua kitu kutoka kwako. Nenda kupatia msaada kutokana na sifa ya kile ambacho alikifanya kupigania taifa lako. Basi hatimaye mwanaume aliweza kupatiwa msaada. Pindi ambapo anatoka nje katika ile eneo, aliona mkusanyiko wa watu wakiwa na vipeperushi mbalimbali. Wanasema kuna shindano ambalo mshindi atashinda 1 billion yen. Hiyo ilikuwa ni hela kubwa sana kwa kipindi hicho. Lakini pia challenge inafanyika sehemu moja inaitwa Yecheng Temple. Huko ndo mzigo ambapo utaenda kusakarumbiwa. Basi mwamba aliondoka na kipeperushi tu. Lakini sasa alipofika kwake, alikuta tayari mtoto wake akiwa katika hali mbaya zaidi. Binti yake kwa sasa alikuwa anaongea maneno ya mwisho na ya huzuni sana, akisema, hakika baba, nimeshindwa kumsaidia mama na mdogo wangu. Basi mwanaume alihuzunika sana, lakini pia dogo alishuhudia sister yake akikata moto. Basi alienda kufanywa mazishi tu. Ili sasa ilimfanya mkali atafakari sana usiku kucha juu ya ofa ya mchuano ambao ameambiwa unaweza kubadilisha maisha yake. Hivyo Mnyabumbu aliweza kumshika mtoto katika paji la uso na kupata sala zake kwa wakati huo, ikiwa ina maana ya kwamba kwa sasa anahitaji kwenda kujumuika katika ile shindano. Lakini pia aliweza kumwaga mke wake tu kutokana na kile ya kwamba lazima aweze kupambana ili kutengeneza maisha baadaye ya familia yake. Hata hivyo alimwambia mke wake kitu kimoja tu, I will be back. Yeye alisema, I trust you. Najua tu utaweza kurejea. Kwa hiyo kuwa na wasiwasi zaidi. Sasa Yecheng Temple huko ndo mchezo ambako unaenda kufanyikiwa. Alipita katika kambi moja ambako kanaitwa Tokyo. Basi akiwa katika msafara, inaonekana ni watu wengi walikuwa wanahitaji fursa ya kwenda kupambana katika ile eneo. Basi kuna mtu pia anamsomea rada. Hatujui mtu nani. Hadi sasa alihitaji kufika katika hoteli fulani. Basi baada ya kufika hapo, Mr. Saga alipokelewa na mzee, na mzee alimwambia kwamba naamini masamurai wengi mnaenda huko, hivyo kuwa makini kwenye kile ambacho unaenda kukifanya. Basi baadaye mtaalamu alipiga sala kidogo, lakini pia aliangalia upande wake kwa makini zaidi na kuweka sawa, ikiwa anajua safari ambayo anaenda ni bonge moja la safari ambalo kikweli lina kizaazaa zaidi. Lakini sasa ni nini atafanya ili kuweza kusaidia familia yake? Ni kwamba kwa sasa alikuwa anajibu zaidi tu
kwenda katika sehemu ambayo anaamini baada ya shindano hilo ataweza kuisaidia familia yake. Lakini pia kumbuka picha inisha kuwekea mwongozo hapo juu, kwa usipate shida zaidi. Unaweza kupita na mwongozo ili tuende sambamba zaidi. Basi Mwamba alifika katika tempo ya mashindano, kitengo sehemu ambapo mchezo unaenda kufanyikia. Lakini ilikuwa ni lazima uweze kufanya usajili. Basi alishangaa eneo hili likiwa lina askari wengi sana. Lakini pia kulikuwa kuna grupu kubwa sana la watu ambao wamekuja kupigania kiasi kikubwa sana cha fedha, wakiwa wanahitaji kubadilisha maisha ya familia zao. Basi Mwamba alikuwa naye ni miongoni mwao, ambapo anahitaji kupata mwongozo tu wa kujua nini ambacho kinafanyika. Urachalia anasema na mimi ni miongoni mwa watu ambao tunaitwa Samurai kutoka katika kitengo cha Kogai. Mwamba kuhitaji shobo na mtu kwa sababu kila mtu amekuja kutafuta kwa namna yake. Basi baada ya muda kidogo aliweza kufika kiongozi mmoja mkubwa sana wa Kijapani ambaye kwa sasa anahitaji kutoa mwongozo juu ya nini ambacho kitaendelea katika mtanange hapa. Basi ajitambulisha vyema jina lake, lakini pia anasema kwanza ni washukuru kwa wote ambao mmefika hapa, na imani kila mtu amefika kwa mapenzi yake. Hakuna mtu ambaye amelazimishwa kufika katika Elionia. Hivyo na imani kila mtu atafanya kile ambacho ni kama sheria ambacho kitaandaa au kitatawala mchezo wetu. Basi kwa kuthibitishia tu alionyesha juu ya kiasi cha fedha ambacho anaenda kupigania, ya kwamba hakuna changa la macho kwa atakayeweza kuibuka mshindi, basi ataweza kuondoka na hicho kiasi cha fedha. Basi watu wote walikuwa wameingiwa na furaha sana. Lakini pindi zoezi likiwa zinazidi kusonga, mtu huyo alisema ndahesabu hadi 30. Lakini kama kuna mtu atakuwa na utayari wa kuweza kuendelea na mchezo, atatakiwa anipishe zaidi. Lakini ghafla kuna askari mmoja anafika. Anasema kwa hicho ambacho nakifanya kwa wakati huu ni nje ya mipaka ya sheria. Hivyo nahitaji nizuie juu ya mchezo ambao nataka kuuanzisha. Anasema juu ya mchezo wa Kokoko ni mchezo ambao watu wamekuja kwa hiari. Lakini askari huyo alidai ya kwamba ataweza kumzuia mnyama. Basi mwanaume akasema fanya kama unaweza kwa hicho ambacho nakiamini ya kwamba utaweza kunizuia mimi. Huyo askari alipandwa na ghadhabu sana. Sasa ile anaenda kwenda kumalizia mzee. Yaani kabla hajafika anamwambia kuna kicheche. Kuna mashine ilifika ikamparasa. Cheki namba ni chafu. Wewe ni kwamba tunaye shida. Yaani hatuna habari zake. Alafu Mwamba na kovu katika eneo lake la shavu. Ni kwamba alishamchalanga huyo askari na sasa ni kwamba hana muda tena. Basi the big boss alifurahi sana. Lakini sasa mtaalamu Saga, Mr. Saga agundua hapa tayari kutakuwa na shida sana. Watu wakaanza kupata hofu kutokana na ile action ambayo ilionekana pale. Lakini sasa anasema mimi nitaendelea kuhesabu tu, kukaunti mpaka muda ambapo tulikubaliana. Kama mchezo utaona ni mgumu kwa upande wako, ni vema tu ukachukua nafasi na kuweza kuondoka na kwenda mbali zaidi. Mr. Saga alikuwa anasikiliza kwa makini sana. Basi wale walioleta kiasi cha fedha walihitaji kwenda kukirejesha tu ndani. Lakini pia Mwamba alizidi kutoa mwongozo tu juu ya kanuni na sheria. Basi aliweza kuleta ramani moja kubwa sana. Anasema hii ni mapu ambayo inatuonesha mji mzima wa Tokyo. Lakini sasa kabla hatujafika huko tutapita sehemu nyingi. Hii ni Takoido mapu. Hii ndio itakuwa mwongozo katika shindano letu. Lakini pia lazima ufanye usajili wa kuweza kuandika jina lako, lakini pia kuweza kuvaa kidani katika shingo yako, ikiwa ni alama ya kwamba unaungana na mchezo. Basi watu walianza kujisajili vyema tu. Lakini sasa shida ilikuwa ni kwamba mtaalamu alianza kupata wasiwasi zaidi. Anasema hizo ndo njia ambazo tutapita, na hicho kidani ndo kama funguo ambayo itakufanya uweze kusogea mbele zaidi. Na sehemu ambayo itakuwa ni final mchezo ni sehemu ambayo inaitwa Tokyo. Yaani katika mji wa Tokyo ndo hapo mshindi atakwenda kufanikiwa. Lakini pia akawaambia kwa sasa muda umeishaisha. Sasa kuna watu wakawa wanahitaji kutoka wakati muda wa kuhesabu umeishaisha. Watu walipigwa risasi kikatili zaidi. Hivyo kila mtu akajua hapa ni kizaazaa zaidi.
Hiyo hapo bwana ni katika episode safi ya kwanza ya mzigo bomba sana hapa. Kumbuka chuma inakwenda kwa jina la The Last Standing Samurai. Anasema tuko participant 292. Sasa hebu tuunganishe katika episode ya pili pasipo na mashaka yote. Hapo hapo usiguse kidude. Hizi naongwa kitaalamu zaidi. Hello. Okay, tunaonga katika episode ya pili. Basi baada ya kutoa mwongozo wa sheria na kila kitu ambacho kinaendelea, alidai ya kwamba kila mtu anatakiwa apate angalau hizo mambo ambazo wamevaa shingoni mwao, yani hivyo vidani viwili vitakufanya uweze kuvuka katika stage ya kwanza. Anasema lakini naamini wengi wenu wameshanielewa tu nini ambacho namaanisha. Ni kwamba kwa jibu jepesi ni kwamba wanatakiwa kisha unampunguza mtu ili uweze kupata vidani viwili. Ndio tafsiri ya mchezo. Anasema sasa na imani mchezo unaweza ukaanza, lakini pia itakuwa ni vyema zaidi tukikutana Tokyo. Basi mtu huyo alitoa mwongozo wa kwamba shughuli inatakiwa ianze. Watu walikuwa wanatafakari sana, lakini sasa ni kwamba mchezo ndo unaanza zaidi. Ina maana hapo ndani lazima uhakishe unampunguza mwenzako ili uweze kusalia kwa nafasi. Mzee alimchalanga huyo, anasema nishapata yangu mimi. Sasa kilikuwa ni kizaazaa zaidi ndani hilo jengo. Sasa kila mtu anahitaji kutengeneza nafasi ya kutoka na hizo mambo mbili zaidi. Sasa inamrudisha nyuma Mr. Saga. Nakumbuka kipindi cha vita ambayo ilipita miaka mingi sana, mwaka 985. Sasa anaona ni kama inajirudia. Ni majanga na kisanga na mwana zaidi. Basi anahitaji kutetea maisha yake, kwa sababu endapo asipokuwa makini anaweza kujikuta anaweza hata yeye kupoteza maisha yake. Hivyo alihitaji kupigania uhai wake Mr. Saga. Hii hapa The Last Samurai katika episode ya pili tu. Kutulia Tala binti Bujalamba lizidi kuchambuliwa na Falu DJ te baba. Mimi natokea kitengo pale 0686414059. Hizo ndo namba zetu za mawasiliano. Kwa popote pale ndani na nje ya Tanzania unaweza ukatucheki tu ili mambo yakae sawa, mambo yakae mukide. Basi mapambano akiwa nazidi kuendelea, alimwona miongoni mwa mabinti wadogo sana akiwa katika mchwana. Lakini kabla hajamfikia binti, mashine moja ilimzuia mbele. Hata hivyo alipambana nayo ipasavyo. Lengo lake ni kwenda kumsaidia binti mdogo ambaye kwa sasa anaonekana ameingia katika mchezo wa wakubwa. Na wajomba anahitaji kuchukua advantage tu, sababu anjoa kadogo akapiga chapu afu ndachukua mzigo. Basi mwanaume alihakisha amemsaidia bibie na alimwahidi ya kwamba ataweza kumtoa hapa. Lakini pia binti alimwambia juu ya maisha yake ya kwamba yeye anafanya yote haya ni kwa ajili ya kumsaidia tu mama yake na watu ambao wanatokea katika kijiji chao. Basi binti alikuwa katika hali hatari zaidi. Hata hivyo kuna mnyamela ambaye aliweza kuchukua kidani cha binti, lakini Mr. Saga alimfikia mtu huyo na kuhakikisha anamrejeshea kidani binti. Sasa mchezo unazidi kusonga zaidi. Wanasema katika hali ya mapambano mazito, Mr. Saga alikuta anadondoka na binti kutoka katika mnara juu kabisa mpaka ndani kabisa ya dimbwi moja la maji. Lakini hata alipofika hapa, vita ilikuwa sio ya kitoto zaidi. Mzee mmoja ni kama amechoka na piga panga ni balaa. Alafu akamwambia chalie, oya, hii sio michezo ya watoto 2000. Takiwa kae pembeni ufanye shughuli nyingine. Sasa mwamba anafanikiwa kuingia katika jengo moja hapo pembezoni. Akiwa ameenda kujichimbia na bibie tu, aweza kumpatia bibie mbili akisema ya kwamba wewe unaweza ukatoka. Lakini akiwa mule ndani anahitaji kutoka, mara ghafla nje kuna mjomba alikuwa anamsubiri kwa hamu sana. Yule Chibonge anamwambia nataka kwenda wapi? Lazima nimalizane naye. Basi mwamba akawa anahitaji kumsogeza binti katika eneo la mlango ili yeye acheze na hii mashine. Anamwambia ni kizaazaa zaidi. Yule mjomba anapanga moja kubwa kilo 600 ndio nao litumia hapa. Anamwambia ndakutafuna wewe. Sasa shida ni kwamba anacheza na samurai. Masamurai ni hatari kwa matumizi ya panga. Anamwambia Kibonge aliguswa vizuri tu, alafu akawekwa chini. Akatulia akawa anaona nyota tu. Alafu kuna machalio akaja kumalizia. Sasa mzee anafanikiwa kutoka na binti katika geti. Wamecross ile deadline. Sasa wako nje. Basi viongozi wanawapatia mwongozo wa kwamba
Katika stage ya kwanza wamefanikiwa kutoka mkiwa salama. Sasa na imani tukutane katika stage ya pili tu kuna namna gani mtaweza kusogea katika mji mzima wa Japani. Ni katikati ya mji wanasema Tokyo. Ndio hapo finali ambapo itakwenda kufanyika. Basi mwanaume aliweza kutoka na binti akiwa salama zaidi. Sasa unafikiri nini ambacho kinazidi kujiri katika episode bomba zaidi? Hii hapa ni episode ya pili tu. Juu kuna wakulungu ambao kazi yao ni kuangalia burudani. Basi kuna mzee anawasomea ujumbe. Anasema juu ya mashindano nafikiria yako sawa zaidi, lakini pia mkuu anafurahi sana kwa kile ambacho kinaendelea. Kuna baadhi ya watu takriban 5 walikuwa wameshafanikiwa kutoka mapema sana. Anasema kwa mchezo ambao unafuata tutakwenda kuenjoy sana kwa sababu wote waliosalia ni watu wenye nguvu sana. Na Big Boss wanaenjoy sana mchezo wakiwa mbali kabisa juu kuona kizaazaa zaidi. Sasa mwanaume baada ya kutoka akiwa anahitaji kucross katika eneo la daraja na kukutana na mjomba mmoja anamsubiri sana. Anasema leo lazima nikuzuie. Kwa wakati huu lazima nimalize biashara yako. Unanikumbuka mimi au tayari ushapoteza kumbukumbu yangu? Sasa mzee akawa anamletea kizaazaa mzee mzima. Binti ikabidi achimbe kwa pembeni tu. Lakini sasa unafikiri nini ambacho kitajiri katika episode safi inayofuata ikiwa wamesalia watu 202 kutoka watu 292. Hii hapa The Last Samurai ya Falu DJ katika episode safi ya pili. Mzigo bomba sana hapa. Tukutane katika episode ya 3 kwenda kuenjoy utamu wa jaramba ili hapa. Lese chao. Kamsamida. Hii hapa tumeunganisha episode ya kwanza na pili kwa usipate mashaka yote tu. Burudani ni kwa ajili yako wewe mdau namba 1. Lakini pia utatisha sana kwa kulike, comment, kushare, kusubscribe. Hiyo itafanya mambo yazidi kwa sawa zaidi. Lese chao. Kamsamida. Wow.